hauwezi kuwa na mikakati bora kama haujatengeneza vituo vya kufundisha watoto na kulea vipaji. La pili, walimu, unafahamu sasa hivi tunaenda kwenye mashindano ya sekondari. Walimu wengi wanaofundisha michezo tumewawekea program ya kuingia kwenye mafunzo ya kuijua michezo yenyewe, badala ya mwalimu kuchukuliwa tu kwa sababu anaonekana anapenda michezo alafu nampa nafasi ya kuwa mwalimu wa michezo. Lazima taaluma ifanye kazi. La tatu, tuna kazi kubwa ya kufundisha makocha, na ndio maana hizi program tutawaleta hawa watu wakubwa. Si kama mnafahamu ya kwamba Rio Ferdinand ndiye aliyemshawishi Cristiano Ronaldo kwenda kucheza Saudia. Lakini si kama mnafahamu kapteni wake David Beckham, timu yake alionao Marekani, kama mchezaji mmoja wapo aliyemsajili ni Messi. Si unaelewa? Hasa watu wote hawa wana agent zao zinazofanya kazi ya scouting. Hawa watu wana vilabu vyao, wana center za training za kwao. Kwa mahusiano yetu tunawajenga haya, mwisho wa siku lengo yatupelekee kukuza pia center zetu za training ili vijana wetu wazidi kupata exposure. Lakini jambo la nne, vijana wote wa Tanzania wanaocheza nje ya Tanzania, hasa tumeingiza wote kwenye record. Maana wizara inawajua kupitia BMT. Na lengo kubwa kwamba kule waliko pia wananolewa, ili siku wakiitwa timu ya taifa wakirudi hapa ni mashine zimerudi. Kwa hiyo ukiacha uwekezaji unaofanywa, lakini pia uko uwekezaji wa kitaaluma, na uko uwekezaji wa kulea na kukuza vipaji, na uko uwekezaji wa kimahusiano kati ya nchi na nchi. Na vyote hivi kwa pamoja ndio vinafanya mataifa wenzetu yanakuwa makubwa. Kwa sisi mkakati wetu unaanza kwenye uwekezaji ambao rais ameshafanya na anaendelea kufanya, lakini unakuja uwekezaji wa vijana wenyewe. Na ndio maana kwenye bajeti yetu ulisikia tuna shule 56 kwa mara ya kwanza zinaweza kujengwa kwa ajili ya mafunzo ya michezo. Yaani shule ambayo itakuwa na viwanja, itakuwa na walimu, itakuwa na kila kitu. Inajulikana kama shule ya michezo. Na lengo ni kukuza vipaji. Na watu wengi wanabeza michezo kwa sababu zamani ilikuwa ni michezo, lakini sasa hivi wenye michezo ni mabilionea. Na ajira, watengeneza ajira nyingi tu. Kwa nafikiri mipango tulionao ni mikubwa, na ndio maana ukiona namna ambavyo under 17 wanafanya, under 15 wanafanya, under 20 wanafanya, inakupa picha kabisa kwamba future yetu kama taifa ni nzuri sana kwenye upande wa sports.